Bwana Yesu asifiwe. Amina. Penzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya mwongozo wa kujifunza Biblia, wewe ambao unapata nafasi ya kutufuatilia kupitia chaneli yetu ya Sanctuary pamoja na Sauti ya Ukweli wa leo, ninakukaribisha tena katika somo la juma hili. Kupisha somo la juma lililopita, ninakukaribisha tena na tena uendelee kufuatilia ili tuendelee kubarikiwa pamoja. Amina. Leo tunakuletea somo la 10 katika juma hili. Ni mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia yenye kichwa kisemacho vidokezo, tamathali za semi pamoja na ishara. Kwenye somo la 9 lililopita tulikuwa tunaangalia katika Zaburi sehemu ya pili. Tuliangalia kwamba Zaburi hazishughuliki tu na masuala ya kiunabii, masuala ya wanyama na mambo mengine pia, lakini pia Zaburi zinashughulika kwa habari ya matukio yanayohusiana na mateso, vita, asili ya udhalimu pamoja na mateso. Tuliona kwamba Zaburi pia ni sehemu ya maandiko yanayoshughulika na masuala hayo. Amina. Katika somo la juma hili ambao ni somo la 10, ina kichwa kinachosema tuliofikiriwa na misho ya zamani. Tuliofikiwa na misho ya zamani. Kabla hatujaenda katika somo hili kwa undani zaidi, nikukaribishe tupate ombi kwa pamoja kutoka kwa kaka Geoffrey. Karibu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa rehema zako. Asante kwa sababu umekupendeza kwa pamoja nasi katika masaa haya. Tunakusihi Bwana utuongoze kwa msikilizaji pamoja na sisi. Utupatie neno lako ambalo Bwana litakuwa taa ing'aayo katika mahali penye giza. Utuongoze kwa uelewa na hatimaye tujalie kuona hatari iliyokuwa mbele yetu. Utusaidie kwa kujiandaa na ujio wako mara ya pili. Tumeomba na kushukuru kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Katika somo la juma hili ambalo ni somo la 10 lenye kichwa kinachosema tuliofikiwa na misho ya zamani, fungu ambalo ni kiongozi kwa somo hili linatoka katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na fungu la 11 na la 12. Nami nitayanukuu. Amina. Maandiko matakatifu yanasema, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na misho ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na aangalie asianguke. Zingatia pointi. Mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya. Katika masomo ambayo tumekuwa nayo, ni katika somo hili pekee ndipo ambapo fungu linaanza na kuonywa. Kwa yale ambayo tutaenda kuchunguza katika somo hili kwa undani zaidi, ni maonyo ambayo Bwana anatuma kwa watu wake kabla ya kuleta hukumu. Amina. Tutaangalia kwenye visa mbalimbali na hususani kwa wana wa Israeli, tukianzia na visa katika kitabu cha Mwanzo ili kujifunza kile ambacho Biblia inafundisha katika Ufunuo na Danieli pia. Na moja ya visa tutakavyotumia ni kisa cha Nuhu, kisa cha Sodoma na Gomora. Na kisa cha Nuhu tunazungumzia wakati wa gharika, na kisa cha Sodoma na Gomora na mambo mengine ambayo tutaangalia kama ambavyo fungu limesema. Kwa sababu mtume Paulo anapoanza kuandika Wakorintho wa kwanza sura ya 10, anaanza na onyo kuhusu wana wa Israeli, na anasema kwamba kama ilivyoandikwa, anasema kwenye fungu la kwanza kwamba kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kwamba baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Wote wakapitia kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe na Musa katika wingu na katika bahari. Amina. Wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata. Na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Fungu la 7, wala msiabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Fungu la 8, wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana
kama wengine wao walivyomjaribu wakaharibiwa na nyoka, wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na mharabu. Ndio tunaingia kwenye fungu ambalo tumelisoma ambalo ni fungu kiongozi. Kwa hiyo ndio maana mambo haya yamesema kwamba ni onyo kwetu. Kama ambavyo nimesema, tuko na kaka Chazi Mwita mkono wangu wa kulia, lakini pia na kaka Geoffrey mkono wangu wa kushoto ambaye ametuletea ombi. Sasa kama ambavyo somo limejieleza, tunaenda kuangalia vidokezo au ishara zilizodokezwa kutoka katika Mwanzo zikiashiria mwisho katika Danieli pamoja na Ufunuo. Tutaanza na kisa cha Nuhu. Tutaanza na kisa cha Nuhu. Katika kitabu cha Mwanzo kianzia ile sura ya 6 kienda mpaka sura ya 9 ni mazungumzo baina ya Nuhu pamoja na Bwana. Na Bwana anamwagiza Nuhu kwamba atengeneze safina. Kwa nini? Mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele za Bwana kwa sababu wamejiharibu nafsi zao na dunia nzima imejaa udhalimu. Na hivyo basi Mungu akamwagiza Nuhu kutengeneza safina. Nuhu akatengeneza safina na mwisho wa siku ulimwengu wa Nuhu uligarikishwa. Sasa kutoka katika kisa cha Nuhu ni mambo gani ambayo tunajifunza ambao ni maonyo kwetu ambayo yameandikwa ili kutuonya sisi? Karibu kaka Chazi. Asante kaka Ezon. Naam. Kisa cha Nuhu kinatupatia vitu vya muhimu sana. Naam. Kama ulivyosoma fungu kiongozi kuanzia wa Korinto wa kwanza 10 ile mstari wa kwanza mpaka unapofika mstari wa 12, kuna mambo matatu ambayo yako hapo ambayo yalisababisha na ambayo Mtume Paulo anatuonya kwamba tukijishughulisha nayo tunakaribisha tamaa. Moja ni chakula, vinywaji na ndoa. Amezungumzia habari ya ndoa hapo. Na hicho ndicho Yesu anachokizungumza katika ile Mathayo 24 na ule mstari wa 36 mpaka mstari wa 44, ya kwamba watu wakila na kunywa na kuoa na kuolewa hata Nuhu alipoingia safinani na wasifanye nini? Wasitambue. Kwa hiyo kuna uwezekano mwana wa Adamu akafika na watu hawastambue kwa sababu ya hivyo vitu vitatu. Na hivyo vitu vitatu ukivifikiria kwa kweli kwa haraka unaweza usione kuna shida. Shida, yani kuoa na kuolewa ni shida kweli jamani. Yani nikioa inanipelekea mimi nisahau kwamba Yesu haji, au kwenye kula kweli nile. Sasa tunapozungumzia habari ya kula, ni kula kule kusikokuwa na kiasi. Ndoa, tunazungumzia zile ndoa ambazo sio mpango wa Mungu. Naam. Na tumeenda mbali sasa hivi, hata zile za jinsia moja nazo tunaziita ni nini? Ndoa ya jinsia moja. Kwamba na zenyewe nazo zimehalalishwa. Kwa hiyo hayo ni matukio ambayo yanatuonyesha kwamba katika siku za Nuhu yalikuwa yakiendelea kiasi kwamba mpaka Mungu akasema kwamba maovu ya mwanadamu yameongezeka. Lakini matukio ambayo sasa ni ya msingi kwetu kuyajua, kwanza ni tukio namba moja ni kuhusiana na kufungwa kwa mlango wa rehema. Mlango wa rehema unafungwa kiasi kwamba tunavyoona katika kisa cha Nuhu katika ile Mwanzo 6, Mwanzo 7, 8 ile vyote hivyo. Mpaka inafikia sehemu mvua ilipoanza kunyesha, gharika imeingia, watu wakamwendea Nuhu, tufungulie. Akasema sikufunga mimi, aliyefunga ni nani? Ni Mungu. Na ukisoma kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 8 anasema kwamba mlango ambao umefunguliwa hakuna mwanadamu awezaye kuufunga. Kama hakuna mwanadamu awezaye kuufunga endapo umefunguliwa, vivyo hivyo endapo Mungu ataufunga hakuna mwanadamu anayeweza kuufungua. Kwa hiyo mlango wa rehema ni sehemu mojawapo inayotuonyesha kwamba ni matukio yaliyotokea katika Nuhu. Ndio Yesu anaotuonya kwamba hizo siku lazima tuzingatie hivyo vitu. Lakini kitu kingine ni habari njema.
habari njema ilihubiriwa siku miaka 120. Nuhu anahubiri, anaonya watu kwamba hukumu za Mungu zinakuja kwa ulimwengu, miaka 120. Sasa na kwetu leo tumepewa ujumbe wa malaika watatu kuwaeleza watu habari njema, habari ya kwamba hukumu za Mungu zinaujia ulimwengu. Lakini kitu kingine ni hukumu ya upelelezi. Katika Mwanzo 6 mstari wa 5 anakazia kwamba nitaona Mungu akaona, anasema nione kama hayo wanayoyatenda ndio alionifikiria mbinguni. Yes. Kwa hiyo katika ile Mwanzo 6 mstari wa 5 Mungu anaonyesha kwamba sasa haya maovu tena hayasameheki. Anachunguza kila moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo ujumbe ambao unaopatikana katika kitabu katika kisa cha Nuhu, ambao sasa na kwetu pia vinakuja kutuunganisha, ili kama fungu lilivyosema kwamba yameandikwa ili kutuonya. Hivi vitu kama visingekuwa vya muhimu kwetu, maana wengi wanachukulia ni historia tu. Wanachukulia kisa cha Nuhu ni kama historia fulani hivi. Sasa kama ingekuwa ni historia ambayo haina fundisho kwetu, isingeandikwa. Mtume Paulo anasema haya mambo yameandikwa ili kutuonya. Kwa hiyo kuna vitu vya kujifunza katika kisa cha Nuhu kama ambavyo tumejifunza. Tusikwepe kuikubali Injili. Mlango wa rehema utafungwa na hukumu ya upelelezi itapita pasina sisi kujua. Na kama vile ambavyo kwa Nuhu watu waliingia kwenye safina na hukumu za Mungu zikaanza bila ya wao kujua. Asante mwenyekiti. Naam, asante sana kaka Chazi kwa ufafanuzi huo. Umejaribu kugusia mambo matatu ambayo ni ya msingi. Kwanza umejaribu kugusia kuhusiana na hukumu ya upelelezi, kuhusiana na kufungwa kwa mlango wa rehema, lakini pia na habari njema. Yaani kwamba kama ambavyo Nuhu alitoa ujumbe wa onyo kabla ya gharika, sisi pia kama watu wa Mungu tuna nafasi ya kutoa ujumbe wa onyo kwa ulimwengu kabla ya ujio wa Yesu mara ya pili. Lakini pia Nuhu baada ya Nuhu kutengeneza safina, miaka 120 ametengeneza. Baada ya kuingia kwenye safina, rehema ilitolewa kwa siku 7. Lakini kama ilivyo kawaida ya wanadamu, kudhihaki kuliendelea. Watu waliendelea kupuuza. Sasa cha ajabu ni kwamba matukio ambayo yangewafanya wasadikishwe ndio ambayo yalikuwa ya kuangamiza. Walikuwa wamechelewa. Na sisi pia tunafundishwa kwamba mwisho wa siku mlango wa rehema utafungwa. Kama ambavyo Nuhu aliingia kwenye safina na Mungu akafunga mlango, ni ishara ya kufungwa kwa mlango wa rehema kwa watu wa Mungu. Na mlango wa rehema utakapofungwa, hakuna huduma ya uombezi. Kuhani mkuu anapotoka patakatifu, pigo linaanza. Pigo baada ya pigo, ambao hao yanadhihirisha ghadhabu ya nani? Ghadhabu ya Mungu. Naam. Nitamani pia tujifunze kutoka kwenye kisa cha Rutu, kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora. Kisa cha Rutu kinatupatia picha gani? Kwa sababu Yesu anaunganisha haya matukio, anasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu, katika ile Mathayo 24 ukianzia fungu la 39. Lakini pia anasema na kama ilivyokuwa katika siku za Rutu ndivyo itakavyokuwa siku kuja kwake mwana wa Adamu. Na anatoa mambo mawili ambayo yanafanana. Walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa. Hapa anasema hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina wasitambue. Kwa Rutu anasema hata siku ile Rutu alipotoka Sodoma wasijue. Moto wa kiberiti ukanyesha ukaangamiza yote. Wote. Ni matukio gani, ni picha gani tunaipata kwenye kisa cha Rutu? Karibu kaka Jofu. Asante mwenyekiti. Miongoni mwa vitu ambavyo tunajifunza kutoka kwa kisa cha Rutu. Naam. Najua hivi ni visa ambavyo kwa kweli kama kaka Chazi alipokwisha kutangulia kusema, ni visa ambavyo vimechukuliwa na watu kana kwamba ni hadithi za bunwasi. Lakini ukweli ni kwamba ni visa ambavyo vinatangaza sifa ya Mungu. Naam. La kwanza ukisoma katika kitabu cha Isaya 46, ile fungu la 9 nasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Lakini pia anaendelea kwa kusema, nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikasema shauri langu
litasimama nami nitatenda mapenzi yangu yote. Ni sifa ambayo inamtangaza Mungu kuwa, kwa maana hakuna Mungu mwingine anayeweza kufanya mambo kama haya. Kwa maana anatutangazia mwisho tangu mwanzo. Anatuonya juu ya dhambi zilizotendeka kuanzia awali. Tumejifunza juu ya dhambi, mfano zilizokuwa zikiwepo anasa za dunia, ndoa ambazo si halali, urafi, vitu kama hivyo, majivuno. Na neno la Mungu litambia kwamba mtu awaye hata sijisifu kwa sababu ya mali zake. Lakini ilifika sehemu kwamba binadamu sasa anaanza kuabudu vile ambavyo Mungu amevitoa kwake kama vinaweza vikamsaidia katika maisha. Ndio Imekuwa ndio miungu yetu sasa, ambayo sasa mpaka sasa hivi tunaiabudu. Lakini sifa nyingine ambayo Bwana anaitangaza hapa ni kwamba najua inafika sehemu mimi nikimtafakari Mungu namkosea majibu. Yaani kwamba Mungu hafanyi jambo lolote pasipo kuwahusisha wanadamu. Yaani kwamba anatoa taarifa kwanza, halafu ndo jambo linafanyaje? Linatokea. Sasa ni Mungu wa namna gani? Yaani ni rehema iliyo kubwa kiasi gani ambayo Bwana anatupatia. Ukisoma katika kile kitabu cha Amos 3:7 ndio fungu linatoka ya kwamba Bwana hatafanya jambo lolote pasipo kuwajulisha watumishi wake manabii, pasipo kuwajulisha watumishi wake. Kwa hiyo tukirudi nyuma kidogo, tukihusianisha yale matukio ambayo yametokea kipindi cha Sodoma na Gomora kupitia Rutu naye akiwa mtumishi ambaye alikuwa katika jiji lile la Sodoma, tunaona ni namna gani ambavyo Bwana anamhusisha Ibrahim kama mjumbe ambaye alikuwa anafahamu lile jambo, na lakini pia kwa kujidhihirishia isije kaonekana kwamba ghadhabu za Mungu zinashuka alafu hakuna mtu anayejua. Kilichowasaidia au kumsadikisha Ibrahim ya kwamba hukumu zake anazosema ni za haki, alihakikisha kwamba malaika wanaingia katika jiji lile, na hatimaye malaika waliingia mjini Sodoma, wakamkuta Rutu kama wageni tu ambao wamekuja kwake. Lakini hata Rutu asitambue kama wamekuja nini? Wageni. Na ambao wamekuja kwa ajili ya hukumu ya upelelezi, kwa ajili ya kujihakikishia kwamba kweli Sodoma na Gomora ni mji ambao umechafuka, tena wanadamu hawezi kuwaza jema. Na hatimaye walifika pale, aliwapokea. Lakini cha ajabu na cha kustajabisha, kutokana na menendo ya wanadamu jinsi ilivyokuwa, hatimaye walidhihirisha ule uovu waliokuwa nao mbele za Mungu. Na kulikuwa hakuna namna yoyote, yani kulikuwa hakuna kuepukika ghadhabu ya Mungu, kutokana na kwamba uovu sasa umedhihirika mbele ya macho yake mwenyewe. Ilifika sehemu kwamba Ibrahim alimsihi sana Mungu kutokana na namna ambavyo yeye mwenyewe alikuwa hata nakadiria familia ya ndugu yake Rutu ambaye ipo mjini Sodoma. Lakini hatimaye hakikuonekana kitu ambacho kinafaa katika mji ule. Na baadaye tuliona kwa haraka Rutu aliharakishwa kutoka katika miji ile, katika mji ule wa Sodoma, kutokana na namna ambavyo uovu ulikuwa umefanyaje? Umeshamiri. Lakini Mungu yeye anachokizungumzia kwetu, anasema sisi ni wana wa nuru. Sasa kama sisi ni wana wa nuru na bado hatutaki kuonyesha ulimwengu ni wapi tunapoelekea kutokana na matukio yaliyotokea, kwa sababu anasema kilichotendeka ndicho kitakachofanyaje? Yaliyokuwa hapo ndiyo yatakayo kuwako tena, si ndio? Bwana anayatafuta hayo. Na ndio Bwana anayatafuta, kudhihirisha pia sifa yake kwamba mimi yale ambayo yalikuwepo yatarudi, lakini nawapeni mfano. Ndio maana nasema kwamba haya yalitokea yakaandikwa kwa jinsi ya mifano ili kutuonya sisi. Baada anaendelea kusema kwamba ajidhaniaye ya kuwa amesimama na angalia asifanyaje? Asianguke. Utashangazwa na kile ambacho Bwana anakisema katika kitabu cha Ezekiel 33. Ezekiel 33 Bwana anasema kwamba neno likamjia, neno la Bwana likanijia na kusema, mwanadamu, sema na wana wako uwaambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakamtoa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao, ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apige tarumbeta na kuwaonya watu. Basi mtu awaye yote
aisikiaye sauti ya tarumbeta wala haonywi, upanga ukija na kumwondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Alisikiaye sauti ya tarumbeta wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake. Lakini kama angalionywa, angalijiokoa roho yake. Bali mlinzi akiona upanga unakuja, kama hapigi tarumbeta, wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamwondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwa mlinzi huyo. Anaendelea kusema, basi we mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikia neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe husemi neno la kumwonya mtu huyo aiache njia yake. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Sasa cha kushangaza kwenye fungu la 11 anasema kwamba waambie kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sifurahii kufa kwake mtu mwovu, bali agairi mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya. Aishi gairi, anaendelea kusema gairi, muache njia zenu mbaya. Mbona mnataka kufa, nyumba ya Israeli? Yaani unatafakari ni kwa namna gani ambavyo Bwana amewaweka watu kuwa walinzi. Ili kusudi wanapoona mabaya yakiendelea, yale yaliyotokea waweze kuonya watu ulimwengu. Na kama tutakaa kimya tukiona haya mabaya yanavyoendelea, ina maana kwamba damu ya wale watakaopotea itahesabia mikononi mwetu. Asante sana mwenyekiti. Asante kaka Geoffrey. Naam. Asante kwa ufafanuzi na maandiko ambayo yanatoa onyo kwetu. Na kiukweli moja ya vitu ambavyo tunapewa tahadhari katika siku za mwisho ni kile ambacho wakazi wa Sodoma walijaribu kufanya kabla ya kuangamizwa kwa Sodoma. Naam, pengine mtu anaweza akajiuliza, kwa sababu Yesu amesema kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kumekuwa na nadharia nyingi kwamba Yesu atakuja maisha yakiwa yanaendelea. Je, Biblia inafundishaje kuhusiana na jambo hilo ukilinganisha na kile ambacho wengi wamekishikilia kutokana na maandiko haya kwamba Yesu atakuja maisha yakiwa yanaendelea? Naam, na kile ambacho Nuhu alijaribu kukifanya katika kuhubiri Injili, ni yale matokeo ya kazi yake yanatupa picha gani ukilinganisha na ujumbe ambao tunautoa sasa kama ambavyo Nuhu alifanya? Na tunakumbuka kwamba Nuhu katika kuhubiri kwake miaka 120 aliokoa familia yake tu. Matokeo ya ujumbe wake yanatupatia picha gani katika siku hizi za mwisho? Na ni kipi ambacho tunaweza kujifunza kuhusiana na kuja kwa Yesu? Je, maisha yatakuwa yanaendelea au maana yake ni nini? Maana ya maandiko haya kaka Chazi. Karibu. Asante kaka Ezo. Naam. Kimsingi tukiangalia Yesu anaposema kwamba kama zilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo ambavyo itakavyokuwa siku kuja kwake mwana wa Adamu mara ya pili. Hapo hazungumzii kuja mara ya tatu. Anazungumzia wala hazungumzii kuja mara ya pili. Anazungumzia kwa maana ya tukio lenyewe la kuja halisi. Yes. Anazungumzia kwa habari ya kuja kwenye hukumu ya upelelezi na kufungwa kwa mlango wa rehema. Kwa ujumla. Kwa hiyo ndio maana kwamba hata Nuhu alipoingia katika safina wasitambue. Kwa hiyo kumbe Nuhu anaingia kwenye safina, watu maisha yanaendelea. Hawajui kama mlango wa rehema unafanya nini? Umefungwa. Lakini tunapozungumzia kwamba Yesu atakuja, atakapokuja mawinguni, watu watakuwa kwenye viwanja vya ndege, watakuwa, tukumbuke mwanzo Ufunuo 6 inasema tufiche. Ufunuo 16. Ufunuo 16 inazungumzia mapigo. Naam, kwamba
wajifiche kwenye miamba na milima. Ufunuo 6 ndio inazungumzia kwamba ni nani anayeweza kutuficha na ghadhabu ya mwana kondoo. Kwa hiyo maisha hayatakuwa yanaendelea kwa sababu watu watatamani kujificha na nini, na uso wa mwana kondoo. Naam. Ufunuo 16 inazungumzia habari ya mapigo kushuka. Ndio. Kushuka katika ulimwengu, katika ulimwengu huu. Kumbuka bahari itakuwa imejaa maozo. Maji yamekuwa mekundu. Viumbe wamekufa. Wanatoa uvundo baharini. Yes. Lakini vile vile na mito vile vile. Sasa shughuli gani itakuwa inaendelea kwa mahali ambayo sasa hivi kuna uvuvi na vitu vingine kama hivyo? Lakini pia si mapigo 7 yatakuwa yameharibu kila kitu. Yatakuwa yameharibu kila kitu. Yatakuwa yameharibu ulimwengu. Hakuna sehemu ambayo panaweza pakalimika, hakuna sehemu. Yaani hakuna chochote kitakachokuwa kikiendelea. Zaidi sana watu watakuwa nalia tu. Na ukijaribu kulinganisha na mwanzo, wakati wa Farao, wakati mapigo yanaendelea, mapigo yalikuwa pigo likishuka, hakuna shughuli yoyote inayoendelea. Kwa hiyo inatupatia picha kwenye tukio la kushuka kwa mapigo kwamba hakuna maisha yanayoendelea. Naam, asante. Sasa kama tulivyosema, kuna ujumbe hao tunapewa au kuna matokeo gani tunayapata ukilinganisha na muda Nuhu aliopewa na kuhubiri kwake ujumbe na watu ambao waliokolewa. Ni picha gani tunapata katika siku za mwisho? Hapo kuna onyo kwetu ambao ni wainjilisti, kwamba tunapohubiria wengine lazima tukumbuke na familia zetu. Amina. Nuhu hakuiacha familia yake, ambapo ni familia yake ndio ilikuwa matunda ya kazi yake. Lakini vile vile tunaonyeshwa ni jinsi gani ambavyo injili imekuwa ikipokelewa. Kuna watu ambao waliipokea injili katika wakati wa Nuhu wakalala. Lakini sasa tunaangalia wale waliokuwa hai. Kwa habari ya waliolala wamekufa wamepokea injili, hiyo ni Mungu mwenyewe sasa hapo. Lakini ukweli ni kwamba maandiko yanatuthibitishia kwamba kuna waliokufa wakiwa wameuamini ujumbe wa Nuhu. Lakini sasa tunakuja kwa habari ya walio hai. Tutakuja kuona kwamba kwa sehemu kubwa, kwa walio wengi ambao tuko hai, kiburi cha uzima, anasa zimeteka sana akili zetu kuliko kawaida. Kwa hiyo ni wale waliookolewa inatupa picha ya jinsi ambavyo ujumbe unavyopokelewa. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa injili mara chache inapokelewa na watu wachache. Na zaidi sana wanaweza kapokewa na familia wenzako tu basi. Asante. Naam, hii inatupatia msisitizo kwamba wakati tunapeleka ujumbe ni lazima familia ziwe imara, ziwe zimeimarishwa kiroho kama ambavyo mjumbe wa Mungu ametoka kuzungumza hapa. Sasa ni tukio gani kubwa linalojitokeza katika visa hivi vyote viwili? Kisa cha Sodoma na Gomora na kisa cha gharika. Kuna tukio ambalo linajitokeza hapa kubwa ambalo tunahitaji kulifahamu katika maandiko, ambalo linahitajika kusisitizwa hasa kwa watu ambao wanadai kuwa watu wa Mungu. Naam, ni tukio gani ambalo linaweza kujitokeza katikati ambalo ni kubwa kabisa kwenye hivi visa viwili? Kaka Jof, karibu. Asante kaka Ezra. Tukio kubwa ambalo linajitokeza hapa ni hukumu. Hukumu ambayo kwa matukio yote mawili yanajitokeza, pamoja na hayo mengine ambayo tumezungumzia habari ya mlango wa rehema, lakini linalosisitiziwa hapo ni hukumu ya upelelezi. Hukumu ya upelelezi na ile hukumu sasa ya wale, yani ya yale matokeo ya kuto kuipokea injili. Naam. Hukumu hiyo ni matokeo ya kuto kupokea injili. Tunakuja kuona kwamba wakati wa Lutu waliookolewa ni watu wanne. Lutu na watoto wake wawili na mke wake ambaye pia alibadilika kuwa nguzo ya chumvi, lakini hakuungulia Sodoma. Lakini tukio lingine ni la Nuhu. Yeye waliokoka watu 8. Nini tunachojifunza ni kwamba Mungu huwa harudi nyuma kwa kile alichokisema. Hata kama watapokea ujumbe watu 2, inatosha kwake. Haina maana kwamba Mungu yeye ni wengi wape, kwamba sasa wengi hawajapokea basi tubadilishe. Hapana. Mungu alichokisema kwamba
nitaiangamiza Sodoma, na aliiangamiza kweli. Naam, amen. Pamoja na kwamba watu walipokea kwa namna hasi. Nitaangamiza ulimwengu kwa maji, nitaigarikisha ulimwengu kwa maji. Uligarikishwa. Na anasema ulimwengu wa sasa umewekwa akiba kwa moto. Naam, naam. Na ataupiga moto. Kwa hiyo tuwe tunakubali au tunakataa, moto unakuja kwa sababu watu wameikataa injili ya rehema ya Mungu. Asante sana kaka Chazi. Naam, asante sana kaka Chazi. Amen. Tunapoelekea mwisho kaka Jofu. Naam. Ibrahimu baada ya kuzungumza na Bwana, baada ya wale malaika kutangulia Sodoma, baada ya kujua kusudi la ujua wa Bwana, ni kitu gani Ibrahimu alifanya ambacho na sisi pia tunapaswa kufanya baada ya kuwa tunatambua kuhusiana na matukio yanayotangulia kuja kwa Yesu? Asante. Miongoni mwa vitu kwa kweli ambavyo Ibrahim alivifanya kwa Bwana, kwa kweli alimsihi sana kwa ajili ya uangamivu ambao ulikuwa karibu kutokea usitokee. Alimuomba, lakini kutokana na chaguzi za wanadamu kukataa rehema za Mungu, Mungu alikuwa hana namna. Alimsihi, alimuomba ikiwemo watu 50, 40, 30, hatimaye alifikia 10. Hebu imagine watu 10. Tuseme katika mji mzima kuna watu 10 ambao Ibrahim alimsihi Bwana ili waweze kuokolewa, lakini ilikuja kuonekana. Naam. Kwa hiyo tunachotakiwa kufahamu ni kwamba Ibrahimu alivyotambua kusudi la ujio wa Bwana pamoja na malaika waliotangulia Sodoma, aliwaombea watu wa Sodoma. Aliwaombea. Lakini kabla ya kiberiti kushuka, tunaona kwamba malaika walitumwa na uovu wa wale watu ukafanya nini? Ukadhihirika wazi. Kwa hiyo naye inaweza kana tufundisha juu ya hukumu ya upelelezi, kwamba hukumu ya upelelezi ilienda kwenye miji ya Sodoma ili uovu wa wale watu udhihirike. Jinsi ambavyo walitamani kuwatendea wale malaika, walidhihirisha jinsi ambavyo hukumu ya Mungu hawezi kuepukika kwao. Na hiki ndicho ambacho Petro anaonya. Hiki ndicho ambacho mtume Petro anatuonya katika ile Petro ya pili sura ya 2 fungu la 4. Nitanukuu maandiko haya, nasema kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliotupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindo hata ije hukumu. Wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu wengine 7, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Fungu la 6, tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akaipindua, akaifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Fungu la 8, maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao, kwa kuona na kusikia, alijitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo ya sheria. Kwa kama hapo tumetangulia kuonya, hizi ni ishara zilizotolewa kuhusiana na uhalisia ambao tutauona katika Ufunuo na Danieli. Na katika Ufunuo sura ya 20, mwisho wa siku tunaona kwamba moto utashuka, utaangamiza watu wote wale ambao watakuwa hawamchi Mungu. Lakini nabii Ellen G. White katika kitabu cha Kuishi kwa Afya anatoa maonyo haya kuhusiana na Israeli. Ni katika ule ukurasa wa 280, anasema majaribu ya wana wa Israeli na mtazamo wao kabla tu ya kuja kwa Kristo mara ya kwanza yanaelezea nafasi ya watu wa Mungu katika uzoefu wao kabla ujio wa pili wa Kristo. Mitego ya shetani imewekwa kwa ajili yetu kama vile ilivyowekwa kwa ajili ya wana wa Israeli kabla tu ya kuingia katika nchi ya Kanaani. Tunarudia historia ya watu hao. Hii inatoka katika Shuhuda kwa Kanisa ya 5 ukurasa wa 160. Anaendelea kusema historia yao iwe ni onyo kubwa kwetu. Hatupaswi kamwe kutarajia kwamba wakati Bwana anapotoa nuru kwa watu kwa ajili ya watu wake, shetani atasimama na kutulia tuli na kutofanya jitihada yoyote kuwazuia wasipokee. Tujihadhari ili tusikatae nuru anayoituma Mungu, kwa sababu haiji kwa njia ya kutupendeza. Amina. Ikiwa kuna wengine ambao hawaoni na kuikubali nuru hiyo wenyewe, basi wasiwe katika njia ya wengine. Shuhuda kwa Kanisa ya 5
728. Onyo ni hili, hata kama umewahi kusikia ujumbe hata kama umekuja kwa njia isiyo kupendeza, Bwana anatamani kwamba usiukatae, kwa sababu ni ujumbe wa rehema kwako. Wito wa Mungu kwetu ni kwamba tutubu, na anatupatia muda. Bwana ametupatia onyo na anatupatia muda. Kusudi la muda na kusudi la maisha sasa ni kwamba tutubu, tutengeneze njia zetu. Kwa hiyo kwa wewe mtu wa Mungu ambao unaendelea kusitasita katika mawazo mawili, ninakushauri kwamba uchukue msimamo sasa. Wakati uchaguzi wako binafsi ni sasa. Wakati wa kusimama katika nafasi ambayo Bwana atakuokoa ni sasa. Asante kwa kutufuatilia. Ninakukaribisha tena katika somo linalokuja na masomo mengine ambayo utaendelea kuyapata kupitia chaneli hii. Kuendelea kubarikiwa. Endelea kushare, kulike, kucomment ili wengine waweze kubarikiwa. Bwana akubariki. Karibu kaka Chazi kwa ombi. Basi tuombe. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa maonyo mazuri ambayo umetupatia katika somo lako zuri ambalo tumejifunza. Tumejifunza visa vya Nuhu na Rutu. Baba, vikagonge katika akili yetu alama ya kuwa na tahadhari kama nukuu ilivyozungumza hapo. Endelea kuwa pamoja nasi mfalme amani. Endelea kubariki mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa channel zote mbili kwa neema yako. Na kwa zaidi sana Baba yetu wa mbinguni, iwe ni sehemu ya kutusogeza karibu na msalaba wako wa Calvary. Masomo haya yasipite bure, kwa neema yako yakasogeze karibu na msalaba wako wa Calvary. Tunaomba tukishukuru kwa maana utatenda hivyo, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.